nazo 11 na zimekuwa na majukumu mengi. Kwa hiyo lazima tuwe na mkurugenzi ambaye atasimamia mambo yote ya timu za taifa kwa mwaka mzima, kutengeneza bajeti, kutengeneza ratiba nini, timu gani inasafiri, itasafiri lini, naenda wapi, na mambo mengi tu ili kuweza kuwasilisha kwenye ofisi ya katibu mkuu. Lakini pia tumeanzisha kurugenzi ya miundombinu. Sasa hivi kuna swala la shida sana masuala ya miundombinu, lakini na sisi pia kama TFF tumekuwa na msisitizo sana kwenye miundombinu. Miundombinu yetu wenyewe kwenye vituo vyetu technical center zile za Tanga na Kigamboni, lakini pia kama mnavyojua tutakuwa na technical center nyingine ya Kahama ambayo itakuwa, lakini pia na miundombinu ya viwanja mbalimbali ambavyo vinashiriki kwenye ligi zetu kuhakikisha kwamba angalau kunakuwa na ufuatiliaji wa karibu. Lakini pia upgrade kitengo kilichokuwa cha manunuzi, kimekuwa kurugenzi kamili. Kwa hiyo na tumewateua wakurugenzi ambao watakuwa wanasimamia hizo kurugenzi. Lakini pia tumeweza kuteua na kumthibitisha mkurugenzi wa bodi ya ligi, kwa maana sio wa bodi ya ligi. Mkurugenzi aliyekuwepo mkataba wake unaisha leo tarehe 28. Kwa hiyo hizi teuzi zote tunazozitangaza hapa zitakuwa zinaanza kazi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3, kwa maana ya kesho. Kwa hiyo mtendaji mkuu wa bodi ya ligi atakuwa Cornel Barnabas ambaye alikuwa director wa fedha wa TFF, ndio anakuwa CEO wa bodi ya ligi. Lakini mkurugenzi wa timu za taifa atakuwa Almas Kasongo. Mkurugenzi wa fedha itakuwa Hassan Njama. Barnabas CPA, Hassan Njama CPA. Hassan Njama alikuwa mkurugenzi wa udhibiti, internal audit, tunaita udhibiti. Kwa hiyo nafasi hiyo itachukuliwa tena na CPA Flora. Flora Alice ndio atakuwa udhibiti. Lakini kutakuwa na mkurugenzi wa miundombinu atakuwa mzee Salum Madadi. Lakini pia mkurugenzi wa manunuzi atakuwa Frank Zomboko, na mkurugenzi wa mashindano atakuwa Baraka Kizuguto. Hawa ndio wakurugenzi watakao kuwepo, watakuwa chini ya ofisi ya katibu mkuu. Sio ufanyaji wetu kazi, sio wa bodi ya ligi, pia ni sehemu ya secretariat ya TFF ambazo zote zitakuwa chini ya Oscar Mirambo, bado ataendelea kuwa kaimu katibu mkuu wa TFF. Asanteni sana, naomba kuwasilisha. Mtu anayetuhumiwa kwa rushwa hata kama yuko kwenye mpira anakwenda mahakamani. Tumemaliza. Kwa sababu ina maana akiharibu mchezo anatuhumiwa kwamba amepokea rushwa au amehusika kwenye rushwa. Inatosha hiyo, usiendelee hilo, tuliache, tushalijibu hivi tafadhali. Kwanza mchezo wenyewe ni kesho, tunaomba hao yanatosha. Itatolewa taarifa rasmi, tumepigiwa simu sisi marais wa nchi 16. Kwa hiyo kwa sababu tumepigiwa simu na nimeliona kwenye mtandao, nimeongea, tumeambiwa tutapewa taarifa itafanyika lini na wapi. Kwa hiyo naomba tuliache hiyo. Ndio maana nikasema nadhani ndio maana nimezitangaza na kamati ya utendaji imepitisha. Sasa mengine nitakuwa mnaji.
sisi siku zote tunakutana na kamati zetu, kama sio rais, katibu mkuu au sio wa bodi ya ligi au mwenyekiti wa bodi ya ligi, tunakutana na hamna jambo lolote linalofanyika baya, mnaona improvement imefanyika. Kwa hiyo tunaona kwamba isipokuwa tumetoa tahadhari tu hii, kwa sababu tayari kumeshaanza maneno na hizi mechi mara nyingi tukinyamazia kuna vitu vinafanyika makusudi. Kwa hiyo tunatoa tahadhari kabisa mapema, atakayefanya makusudi na sisi tutamfanyia makusudi. Tumesikia taarifa juu ya hati safi katika shirikisho, na hii sio mara ya kwanza. Kuna swala uligusia kuhusiana na reverse, inaweza ikaweka ikatoka baba ama haina shida, pia tunaendelea kubaki vile vile kwenye hati safi? Ujue kwanza, bahati nzuri mimi ni mhasibu. Ili ipatikane hati safi, inasema taarifa zote ambazo mkaguzi aliona zinastahili kufanya ukaguzi wake, zile taarifa zimempa nafasi ya kutoa judgment, kutoa opinion. Kwa hiyo sisi kwanza, nadhani hiyo kufanya reverse ni jambo la kupongezwa, kwamba sisi hela yote tulioipokea tumekuwa wawazi tukaionyesha. Lakini sasa kwa sababu imetuathiri kiasi fulani, kwa hiyo tumeamua iko pale pale, lakini sasa inaondoka, tunaonyesha kwamba hii sio hela yetu, tumepewa na ilikuwa nje ya bajeti yetu, imekuja kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo opinion ya auditor inabaki pale pale, na ndio maana hata yeye alisoma revised, kwa sababu ile nyingine tayari alishaiwasilisha huko nyuma. Sawa? So nyingine mtapata majina kamili na hizo kurugenzi kutoka kwa katibu mkuu. Asanteni sana.